the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe utukufu. Tumpigie Bwana Yesu makofi tena. Amen. Tuweze kuketi katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nimeokoka. Kristo ni Bwana, ni mkombozi wa maisha yangu. Mwathani arogocwo. Sikuzaliwa nikiwa nimeokoka, lakini ni neno nilisikia nami nikalipokea na nikaweza kukubali kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninamshukuru Bwana kwa ubali huo wote kutoka ujanani mpaka saa hii ambao nimekuwa mzee, yani mimi ni shosho wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninamshukuru Bwana kwa yote katika jina la Yesu. Mwathani arogocwo. Siku ya leo ningetaka tunene kuhusu usaidizi wa Roho Mtakatifu. Usaidio wa Roho Mutheru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana neno la Mungu linasema katika Yohana ya kwamba nitawaachia msaidizi ambaye atawasaidia. Huyo msaidizi atakuwa akiwakumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Yale ambayo umesikia, huyo msaidizi ndiye atakuwa akikufundisha. Bwana Yesu atukuzwe. Hata ile ambayo uliota ama yenye umeota, huyo msaidizi ndiye anatukumbushaga ya kwamba tumeota nini. Mwathani arogocwo. Kwa maana ndoto zingine zinakujaga na ili ziweze kututoa, yani ziweze kutusaidia kusimama katika wokovu, ama tusimame katika labda kuna majaribu iko mbele zetu, lakini Roho Mtakatifu anakuja katika hilo ndoto na ili atuonyeshe. Na pia ukiamuka katika ule usingizi anakukumbusha kile ambacho umeota. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye ni msaada wa kila jambo katika maisha ya mwanadamu. Mwathani arogocwo. Na sijui kama Roho Mtakatifu hupumzika. Labda hupumzika wakati mtu anapotoka katika ulimwengu huu. Yani ameitwa maiti. Ndipo Roho Mtakatifu labda anapumzika kwake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa angali wewe u hai, Roho Mtakatifu hupelekana na mtu hatua kwa hatua mpaka ufike pahali ambapo Mungu anataka upike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni msaada. Ni msaidizi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata unaweza pita katika njia ambayo iko na wakora ama iko na hatari. Lakini unapofika katikati, Roho wa Mungu anakukumbusha ya kwamba usipite mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unasema ya kwamba nilisikia tu dhamiri zimeniambia nisipitie hii njia. Bwana Yesu asifiwe. Na anatusaidia kwa kila jambo, na hata katika mitego kututegulia. Mwathani arogocwo. Nginya mitego ile atutegeirwo nithu. Huyo Roho Mtakatifu ndio hutusaidia. Yani hututegulia hiyo mitego. Bwana Yesu asifiwe. Ingine hatungeweza ingetunaza na kutumaliza. Hata neno la Mungu linasema katika mambo ya maombolezi ati ya kwamba ni huruma za Bwana, ati ya kwamba tu hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyo Roho Mtakatifu unapowekea mitego ya kukumaliza, yeye hupika haraka na ili ya kutegulia ile mitego. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi akakubali wewe uangamie katika ile shida. Hawezi akakubali neno la Mungu lidhihakiwe ama lidharauliwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Roho Mtakatifu anaweza kupitia hata kwa wanadamu na ili awe msaada wako. Mwathani arogocwo. Anaweza kupita kwa njia yoyote na ili uweze kuokoka katika hatari na katika mambo yote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuenende katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Kitabu cha Wafalme wa Pili. Second Samuel 21. Second Samuel 21 nisomewe kuanzia hapa 15. Second Samuel 21:15.
15 mpaka 17 niweze kusomewa katika jina la Yesu. Biblia inasema katika Samueli wa pili 21 mlango wake wa 15, basi kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na Israeli. Daudi akashuka mpaka Gobu na watumishi wake pamoja naye, akapigana na Wafilisti, naye Daudi akaishiwa na nguvu. Naye Ish-Benobu aliyekuwa mmojawapo wa Refai, ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 300 za shaba kwa uzani, naye amejifungia upanga mpya, alijaribu kumuua Daudi. Lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisti akamuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakasema, wewe hutatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Asante Mungu kwa ajili ya neno lako. Tunalishukuru jina lako kwa maana Bwana utatufundisha jinsi tutakavyosimama na jinsi Bwana utakavyotutetea katika hali ambayo ya ulimwengu huu, katika jina la Yesu. Ni asante kwa neno lako. Neno la Mungu linasema ya kwamba kulikuwa na vita kati ya Israeli na Wafilisti. Na Daudi akasema ya kwamba sitawachwa katika ikulu. Bwana Yesu atukuzwe. Lazima niende pamoja na jeshi na ili niweze kupigana hizi vita. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika katika ile vita ilipokuwa ikiendelea, na Daudi pia alikuwa akipigana vita. Tazama, neno la Mungu limetuambia ya kwamba Daudi alikuwa mtu mzee. Kwa hivyo alikuwa na miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie ya kwamba vile nilikuwa nikifanya nikiwa mwanayuthi, labda siwezi kufanya nikiwa hivi nilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na vile ambapo niko, pahali ambapo niko, kwa miaka ingine ambayo inakuja, sitaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daudi alijipa nguvu, akaona ni kawaida, ama akasema ya kwamba sitawachwa katika hii starehe vita ikipiganwa. Bwana Yesu atukuzwe. Na vita ilipokuwa kali, na vita ilipokuwa ikiendelea, kumbe huyu Mfilisti mmoja jicho lake lilikuwa katika Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa natazama hata kama alikuwa napigana vita, yani alikuwa naotea vile atamaliza Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Na ninataka nikwambie siku hii ya leo, katika ile majaribu ambayo uko, ama ukipatwa na jaribu, usikubali kuishiwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wakati huo umeishiwa na nguvu, kuna huyu Mfilisti amekuwa tayari, na ili saa zile utaishiwa na nguvu akuja akumalize. Bwana Yesu asifiwe. Tuone ya kwamba kuna mambo ambayo inafanyaga sisi wa Kristo tunaishiwa na nguvu, mpaka kuomba tunajikuta hatuwezi kuomba kama vile tulikuwa tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ni kama ugonjwa ukiingia katika jamii, ama ukiingia katika mwili wako, ugonjwa hufanya mtu anainama na anakosa nguvu hata ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Anakosa nguvu mpaka anaambia wenzake, labda muniombee kwa sababu sina nguvu, kwa vile ninaona mwenzangu amelala, ama vile alivyo mgonjwa, ama kwa vile mimi ni mgonjwa siwezi nikaweza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili ni kifo. Mwathani arogocwo. Kifo nacho kinapoingia katika jamii, huwa kinashusha mtu mpaka unakosa nguvu za maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitazama mtu ambaye yako na msiba, hata ukijaribu umwambie aombe, yeye labda anaingiaga katika kuteta. Kwa nini ilifanyika hivi? Yani inaenda ikimwisha, yani nguvu zinaenda zikimwishia kwa sababu ya huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo yani haya mambo mawili inafanyaga ya kwamba Mkristo aishio na nguvu hata ya maombi.
na hapo panakuwaga hatari, kwa sababu kuna adui ambaye anakutazamia wakati tu utakuwa hauna nguvu, ndiposa akukaribie na akumalizie kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tufurahie huyu Roho wa Mungu ambaye ni msaada wa karibu. Hata wakati adui anatuotea mabaya, yeye hukaa macho yake ikitutazama pahali ambapo tutaishia na nguvu, akuje atuinue tena. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo shetani hata kama ako tayari kukumaliza kwa vile wewe roho yako imeinama, lakini nataka nikwambie ya kwamba kuna rafiki wa karibu ambaye hatakubali wewe uishio na nguvu. Haleluya. Ambaye hatakubali hata umalizwe na huyu adui. Jina la Yesu lipewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Naye huyo rafiki ni Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu tunaweza mfananisha na huyu Abisha. Bwana Yesu asifiwe. Abisha wakati alikuwa huyu adui wa Goliathi ama ndugu ya Goliathi, alipokuwa kitazama mfalme vile anapigana vita zake, na anajua ya kwamba huyu mfalme tayari hana nguvu ya kutosha, kwa maana amezeeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii adui ilikuwa inatazamia vile itamaliza mfalme, lakini Abisha naye alikuwa macho yake iko kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Sema, macho ya Abisha ilikuwa kwa mfalme. Kama vile Roho Mtakatifu macho yake haiondoki kwako. Madhani ya roho osho. Ingawaje unaweza onekana ukiwa peke yako, ingawaje vita zinaweza kuwa kali mpaka ujione kama hauko peke yako, lakini nataka nikuambie ya kwamba Roho Mtakatifu haondoi macho kwa mtu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ama kwa watumishi wa Mungu, yeye hukaa na kutazama vile mnapigana vita, vile unaenda, vile unang'ang'ana. Roho wa Mungu haondoki karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Roho Mtakatifu makofi, kwa maana yeye ndiye msaidizi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba Daudi alipopigana vita zile, kwa sababu ya uzee na kuchoka, akierereka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Akateguka na akaanguka. Sasa zile alianguka chini tu, huyu adui alikuwa tayari na yeye kuchomoa panga na ili amumalizie. Bwana Yesu asifiwe. Naye Abisha wakati aliona Daudi ameanguka, alikuwa tayari karibu na yeye, na akaona huyu adui na yeye ni kuchomoa na chomoa panga na ili aweze kumumaliza. Akachukua ile panga akamaliza ile adui, alafu akainua Daudi katika kule kuanguka kwake, akamuinua juu. Bwana Yesu asifiwe. Na akamsimamisha, akamwambia ya kwamba mara ingine usikuje pamoja nasi vitani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ukiuawa taa ya Israeli itazimika. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie ya kwamba wewe ambao uko katika majaribu, wewe ambao uko katika vita, wewe ambaye roho yako imeinama, siku ya leo Bwana anataka kukuinua katika kuinama kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na ili taa ya nyumba yako isipoeke. Bwana Yesu asifiwe. Taa ya familia yenu isizimwe. Taa ya watoto wako isizimwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa shetani anakimbishana na wewe, ni mpaka uchoke uweze kuanguka chini akumalizie. Lakini mpendwa, sio wakati wetu wa kuanguka chini. Bwana Yesu asifiwe. Sio wakati wetu wa kulemewa, sio wakati wetu wa kusema hatuna nguvu. Bwana Yesu atukuzwe. Ni wakati wetu wa kusimama na kujipa nguvu na kusimama tena. Kwa maana wakati taa ya nyumba yako ama wakati taa yako ikizimwa, labda wewe ndio taa ya familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na tayari shetani anang'ang'ana na wewe, ndiposa aweze kukunasa, aweze kukumalizia, na wakati atakapomalizia ataweza kunasa hata hao wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilikuwa mgonjwa tukiwa mahali pale, wakati tulianza huduma hii, na nilikuwa nikigonjeka sana,
Na siku moja nikaenda shamba na nikafanya kazi yangu, na wakati niliingia kwa nyumba nikasikia kama mtu amechoka. Nikafikiri labda ni njaa, nikachemsha chakula nikakula, nikasikia bado ule uchovu unazidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara nikashikwa na pneumonia. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, nimetoka shamba huko, najua kama saa hii, lakini nimeshikwa na pneumonia, imenifinya mpaka kuongea siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Na mama mwingine akakuja akabisha kwa nyumba yangu. Mimi ninasikia tu akibisha, lakini siwezi nikaweza kuamuka niende nimfungulie. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa peke yangu, mume wangu ameenda kazi, watoto wangu wameenda shuleni. Sasa niko peke yangu katika nyumba. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini nikiwa mahali pale, nikiwa nimelemewa, nikaomba Mungu, nikaambia Mungu nisaidie hata niweze kufungua mlango, kwa sababu nilikuwa kama roti, nikiwa peke yangu nilikuwa ninafunga. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambia Mungu nipe nguvu niweze kufungua, na ndiposa mwingine akikuja ama watoto wangu wakikuja wasikose pahali pa kuingilia. Na ndipo nikashikwa kama nikausingizi kidogo. Na wakati nilishikwa na kausingizi, nilisikia watu wakinena kwa masauti. Ninasikia wakiambiana, huyu tukimaliza huyu tutaweza kunasa hawa watoto, hawatatushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tupambane na ili tuweze kumumaliza, na ili tuweze kunasa watoto wake pamoja na mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Na nikiwa mahali pale nikasikia sauti, nikaamuka, nikashindwa hiyo ni sauti ya kusema nini. Nikasema ya kwamba mimi si kwa kukufa, wala mimi si wa kuondoshwa. Katika jina la Yesu ninawaamuru mapepo muondoke na mkose nguvu ya kunimaliza katika jina la Yesu. Na nikakuwa na breakthrough ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo nikajua ya kwamba sasa ile umeishiwa na nguvu, ndipo mapepo zinainuka kwa nguvu zingine. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo ukiishiwa na nguvu za maombi, kuna mapepo zinainuka na kukumaliza. Kuna mapepo zinainuka na ili ziweze kukunasa, ama ziweze kunasa watoto wako ama familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa kila wakati maisha ambayo tunaishi tukiwa Wakristo, lazima tukae tukijitia nguvu. Ingawaje labda silaha ambazo tuko nazo tunaona kama ni chache, lakini tusijitie nguvu na tuseme ya kwamba tutashinda katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana aliye karibu nasi ni msaidizi wetu, naye ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi akakuwa mbali na sisi. Kama vile Abisha alikuwa macho ya Daudi, ndivyo Roho Mtakatifu alivyo macho ya Wakristo. Jina la Yesu lipewe sifa. Lakini ukiondoka katika uwepo wa Roho Mtakatifu, labda utakosa kuonekana, utaingia na uingie kabisa, na hata mashetani iweze kukufunika. Lakini sisi tuna nguvu, kwa maana aliyetuita yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome neno lingine katika kitabu cha Kutoka 2 mstari wa kwanza. Kutoka 2 mstari wa kwanza inanena kuhusu Roho Mtakatifu, vile anaweza kuwa msaada kwa sisi ambaye tumeumbwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka 2 kuanzia hapo 1. Ndipo tutageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Ni 2, Kutoka 2 kuanzia 1. Inasema samani, Exodus 2 verse 1. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na rami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika maji kando ya mto. Umbu lake mtoto
akasimama mbali ili ajue atakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani. Akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifunga, akamwona mtoto, na tazama, mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waibrania. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamuite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamuita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamuita jina lake Musa, akisema, ni kwa sababu nilimtoa majini. Musa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuonyesha vile Roho Mtakatifu kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke ambaye ni mama yake Musa, neno la Mungu linasema ya kwamba alipomzaa akatazama ule mtoto na akaona ni mtoto mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Nawe ulipozaliwa katika Roho Mtakatifu, ama kuzaliwa kwa pili katika wokovu, Bwana alikutazama na akaona ya kwamba huyu mtoto ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alitazama akaona huyu mtoto ni mzuri, akajua ya kwamba huyu mtoto nitamficha na ili asiweze kuuawa. Kwa maana Farao alikuwa ametoa amri watoto wote wa Ibrania waweze kuuawa kuanzia miaka 2 kurudi chini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mama ya Musa alipotazama Musa alipomzaa, saa hiyo hiyo akatazama wakiwa na mume wake, wakaona ya kwamba huyu mtoto ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati aliona huyu mtoto ni mzuri, wakasemeshana ya kwamba tuweze kuficha huyu mtoto na ili asionekane na maadui, na ili asionwe na Farao ama askari wake waweze kumumaliza. Jina la Yesu lipewe sifa. Na wakamficha ule mtoto, na alipofika miezi 3, Bwana Yesu asifiwe, miezi 3 hangeweza kufichika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata sauti yake ilikuwa juu. Madhani ya roho sho. Labda huyu mtoto ameanza kusema ta. Kwa hivyo hawezi akafichika. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe siku ile ulikuwa mtoto wa kiroho. Roho Mtakatifu aliweza kukuficha. Jina la Yesu lipewe sifa. Hukupata mabaya yoyote. Bwana ni ya roho sho. Na hata Roho wa Mungu hakukuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Alipelekana na wewe mpaka wakati umekuwa mtu mzima, mpaka siku ile ulijua kuna majaribu na kuna mateso na hata kuna mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Akakuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba alipofikisha miezi 3, na mama ya Musa akajua ya kwamba sitaweza kuficha huyu mtoto tena, alitengeneza kisafina ikapo mwadhani ya robosho, akakitengeneza pia akakiweka rami kuthika na rami iguru. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kile kikapu akaweka mtoto wake akampeleka katika River Nile. Bwana Yesu asifiwe. Labda huyu mama alipeleka huyu mtoto katika River Nile. River Nile kulikuwa na mamba, River Nile kulikuwa na nyoka, River Nile kulikuwa na makombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mtoto angeangamia katika njia zote. Bwana Yesu asifiwe. Na alipomweka mahali pale, naona huyu mama akirudi katika nyumba yake na akajifungia na kuanza kulia. Bwana Yesu asifiwe. Naye Musa akiwa pale katika kile kikapu, bado tu na yeye alikuwa analia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna dada yake ambaye ni Miriamu. Miriamu hata wakati mama yake alipoteremka katika mto na kuweka kile kikapu, Miriamu alienda
kile kikapu kama amejificha. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ya kwamba ninataka nione nikadi itatokea. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya huyu mtoto Mwathani ya rogosho. Tazama huyu mtoto ni miezi 3. Amewekwa katika kikapu. Kikapu kimewekwa katika mto. Kikapu kinaweza pinduka na hata kimumwage katika ule moto na aishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wetu ni nani? Aliweza kujikiria Musa hata akiwa katika yale maji. Jina la Yesu lipewe sifa. Miriamu naye akitazama kwa ubali. Miriamu akitazama kama amejificha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe utukufu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Miriamu alipelekana na kila kikapu. Hakutaka aonekane na watu. Mwathani arogoshwo. Alienda kama tu amejificha. Mpaka aone kile kitatokea kwa mtoto wao. Jina la Yesu lipewe sifa. Na Miriamu ninaweza mfananisha na Roho Mtakatifu. Mara nyingi hatuwezi tukaona Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Huwa anajificha, lakini hawezi akakuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Anataka aone kile kitatokea katika maisha yako. Bali zaidi ya yote anakuombea. Jina la Yesu lipewe sifa. Tazama Musa naye akiwa kile kikapu alikuwa analia. Sauti yake ilikuwa ikitoka katika majini bado akilia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie mpendwa, wakati uko katika kikapu cha shida, kuna kilio kinatoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwingine anaweza kusikia kile kilio isipokuwa huyo Roho wa Mtakatifu. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Musa akalia. Miriamu naye amejificha. Anataka kuona kile kitatokea. Mwathani arogosho. Na wewe unalia. Lakini Roho Mtakatifu amekaa karibu na wewe. Hajiondoka. Ako tu karibu na wewe. Anapelekana na wewe. Ukiingia katika majaribu, anaingia pamoja na wewe. Ukifika katika moto, anateremka na wewe katika ule moto. Katika jina la Yesu Kristo. Miriamu akateremka pamoja na kile kikapu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogosho. Na akiwa katika pale mto. Kwa sababu huyu mtoto ni kama alisikia ni kweli nimerushwa bahari ambapo sikahagi. Mwathani arogosho. Akiwa pale katika mto, binti Farao akatoka katika ikuru. Bwana Yesu asifiwe. Akateremka na ili aende akaoge. Mwathani arogosho. Agikoroka nigethe athie gethambe. Tikugate state house ikotiare mae. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na maji mingi, lakini Bwana alimsukuma aende akaoge katika mto. Na ndiposa aweze kuokoa kile ambacho Bwana amenyoshea mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Binti Farao akateremka. Labda akasema leo sitaoga na maji ya kwa nyumba, ama sitaoga na maji ambayo iko hapa nje. Nitateremka mtoni na ili niweze kuoga vizuri na hata kuogelea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kulikuwa msaada wa Musa. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya kanisa. Kuna msaada ambao utatoka ikulu na ili ukuje ukusaidie katika shida zako. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umelia kwa siku ngapi. Haijalishi unaimba katika hali ile ambao uko kwa siku ngapi. Lakini Bwana anatumana katika ufalme wake na ili akuletee msaada wa kukuokoa wewe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Binti Farao akateremka. Yeye hakuwa na habari. Hakujua ya kwamba Bwana ndiye amemsukumia hii na ili aweze kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi ambao tuko na shida, lakini Bwana atatoa watu katika ukubwa wa nchi ya Kenya. Wateremke katika chini, watoke juu, atoke viti za juu, wateremke, walete msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na maji, lakini akaona si mzuri kuogea huko. Akaona hata furahia katika ile maji ya ikulu. Akasema ya kwa
kwamba nitateremka katika river Nile, niende nikaogee huko. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya Bwana ni nani anaweza kuijua? Msaada wa Bwana hauwezi ukajua ya kwamba utatoka kaskazini ama magharibi. Msaada wa Bwana unaweza toka mahali popote na ili uje ukusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika katika ule moto, hata kabla aoge, Mwathani arogocwo. Ona tethambire, Mwathani arogocwo. Alipata kile Bwana alikuwa anataka aokoe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alifika kwa mto, aliona kikapu. Bwana Yesu asifiwe. Akatuma wajakazi wake, endeni muniletee kile kikapu. Mwathani arogocwo. Labda alikuwa nafikiria kuko na gorodi ndani. Labda alikuwa nafikiria kuko na mali nyingi ambazo zimetelemuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipoletewa hicho kikapu, kufungua akaona ya kwamba ni katoto kazuri Kamwibrania na hapa kanaria. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba akaona hicho kitoto kikilia, akamhurumia Musa. Bwana Yesu asifiwe. Akachukua yule mtoto akawa mzazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Ngai arokũnyitithania na irathimo ciaku muthenya ũyũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa maregete nacio Ngai aromahũthĩra magũkinyĩre torĩa ahũthĩrire mũirĩtu ũcio wa Firaũni nĩgetha akinyĩre Musa, nĩgetha agatuĩka kĩrathimo harĩ Isiraeli. Mwathani Jesũ arogocwo. Onawe Ngai nĩegũgũtũmĩra ũteithio kuma kũndũ na kũndũ, kuma harĩa we ũtangĩciria. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Akachukua Musa, na alipochukua, kumbe huyu Roho wa Mungu ambaye alikuwa ndani ya Miriamu bado tu alikuwa anatazama. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Wakati katoto kalichukuliwa, Miriamu akafika hapo dakika na akamwambia ya kwamba nikuletee ule mama ambaye atakunyonyeshea huyu mtoto. Mwathani arogocwo. Kurehere mutumia Mũibrania nigetha kuongithĩrie kana gaka nĩ tondũ nĩakenio nĩko. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Amefurahishwa na huyu mtoto. Naye Miriamu kama Roho Mtakatifu bado tu alikuwa natazama, akihurumia ndugu yake mdogo. Na alipochukuliwa akakimbia, akasema ya kwamba huyu mtoto ni Mũibrania na nikuletee mama ambaye atakunyonyeshea. Mwathani arogocwo. Kurehere nyina wa mwana. Mwathani arogocwo. Na wakati binti Farao alisema ndio, Miriamu alikuwa kwa nyumba. Mwathani arogocwo. Ndukanemene ona rĩrĩa wathinĩkanio, kwĩna Ngai wa ihinda rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Kilio chako Bwana anakisikia. Kilio cha mama wa Musa, hata kama alikuwa mbali na mtoto wake, Mungu alikisikia akiwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akakutwa labda alikutwa na Miriamu amepiga magoti akilia kwa ajili ya mtoto wake ambaye alikuwa amempenda. Akamwambia, mama, usilie tena, umeambiwa uamuke na ili uende ukanyonyesha mtoto, kwa maana amekuwa mtoto wa binti Farao. Jina la Yesu lipewe sifa. Musa akapelekwa katika ile nyumba ambayo ilikuwa imetoa amri watoto wauawe. Arogocwo. Na manadoragirwo. Nikiwe uremena noko na togukua. Ndokire. Bwana Yesu asifiwe. Amuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika ile nyumba walikaa na mabuke na wakasema ya kwamba hawa Waibrania watakuwa wengi kutuliko, na mtoto vijana wa Mwibrania auawe. Hiyo nyumba tu ndio Musa alilelewa. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali ambayo tuko katika nchi yetu, hata kama uchumi ni mbaya, wewe hautakufa katika jina la Yesu Kristo. Utakufa kwa sababu ya mafuta, hutakufa katika njaa katika jina la Yesu Kristo. Akapelekwa ile nyumba. Mwathani arogocwo. Kuria gwacirĩrĩirwo gĩkuũ nĩkuo Musa abatio akarererwo kuo. Bwana Yesu asifiwe.
arĩagĩre metha ĩmwe na mũthamaki ũrĩa waigire ciana ciũragwo cia Ebirania, no ndangĩmũhutia. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe hautaguzika. Sema sitaguzika. Hata kama wamesema, hata kama wamenena, lakini sitaguzika. Bwana Yesu asifiwe. Alipelekwa katika nyumba ya uaji, lakini hakuuawa. Bwana Yesu asifiwe. Akapelekwa katika nyumba ya hatari, lakini hakupata hatari. Jina la Yesu lipewe sifa. Akakuwa kawa kijana mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka walikuwa wamesahau ya kwamba huyu ni Muibirania. Mwathani arogocwo. Thũ ciaku no nginya cirĩriganĩrwo atĩ wewe nĩ magũtindĩkaga. Mwathani arogocwo. Kwĩna ihinda thũ ciaku cirĩriganĩrwo nĩwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakianza kukutafuta wanakukosa. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tondũ wewe kĩara kĩa Ngai. Haleluya. Wewe ni wa Mungu, wewe sio wa kumalizwa. Ndũgũkua no gũtũra muoyo. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile hali hautakufa. Wewe ni wa kuishi, na ndiposa utangaze matendo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Musa akalelewa mahali pale. Hata mama yake, kwa sababu kazi yake ilikuwa ya kunyonyesha. Labda huko kwa Ibrania hakuwa anapata chakula ya kutosha. Maana ni angosho. Lakini ameletwa kwa ikulu. Ananyonyesha, analishwa, na anapewa mshahara. Mwathani arogocwo. Kare kibali kia muthemba ũrĩkũ ũcio. Mwathani arogocwo. We mũciaire ndũrona gĩa kũrĩa. Lakini kibali kinapoachiliwa, kibali wakati kinapoachiliwa, kibali ambacho kinapoachiliwa, hutafuta njia na kinatafuta mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kilitafuta njia na kikapata mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kibali cha huyu mama kilipoachiliwa, Mwathani arogocwo. Noko hiarĩa go marenge. Ayo agerio ni mũthuri we marenge tu. Mwathani arogocwo. Lakini huko amekuja kukula mikate. Bwana Yesu asifiwe. Amekuja kula hata misabibu. Amekuja hata akule matunda. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa apate maziwa. Alafu akainokeria Miriam na Haroni mũcara. Akamagũrĩra nguo. Mwathani arogocwo. Kari kibali kia muthemba ũrĩkũ. Mwathani arogocwo. Hebu tujiachilie katika Roho Mtakatifu. Ni msaada wetu siku zote. Kama Miriam angeondoka, labda hakungepatikana mtu ambaye atachukua mama ya Musa ampeleke ikulu aende akanyonyeshwe. Mwathani arogocwo. Lakini Roho wa Mungu anapelekana na yeye hivi. Mwathani arogocwo. Roho wa Ngai agatwarana nake. Okinyagia one Musa ni akinyanira. Ngai tha witũ arogocwo. Anapelekana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Usijali pahali ambapo uko. Usijali pahali ambapo unapitishwa na shetani. Labda uko Libanel. Mambazio hizi zinataka kukumaliza kabla hata ya wakati wako. Bwana Yesu asifiwe. Umepotea labda wakati alikuwa kwa mto. Labda mama ya Musa alisema ya kwamba, tazama huyu mtoto nimemficha kwa miezi 3. Upanga haukumpata. Hata mamba wasimpate. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe hata katika hiyo majaribu ambayo uko, ni kama uko katika Libanel. Mwathani arogocwo. Wikarire gataru no kurira urarira. Mwathani Jesu arogocwo. Atareire ũteithio kũrĩa kuma. Ona turamenya kumira mwena ũrĩkũ. Mwathani arogocwo. Lakini wacha nikwambie, Mungu atakushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alishikilia kile kisafina. Hakikuenda chini. Na gĩtiagarũrũkanire ĩitĩrĩre Musa rũĩ-inĩ. Mwathani arogocwo. Mamba hata kama zilikuwa na njaa, hasikuona hicho kisafina. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata chura iliruka katika hicho kisafina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika kile kisafina ambaye Mungu amekuchonea, amekishikilia. Bwana Yesu asifiwe. Ndokuona oruo wothe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unasikia majaribu imekusukuma, imekupeleka kuendekea kaburini, wacha nikwambie, jipe nguvu sasa katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana kuna mmoja
ambaye utawala hicho kisafina. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja ambaye ameshikilia hicho kisafina, naye ni Yesu mwana wa Mungu. Jina la Yesu lipewe sifa. Alituachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, na yeye mwenyewe ametushikilia katika ile majaribu. Hatutakufa, hatutaingia katika ile majaribu na kutufunika. Bwana Yesu asifiwe. Atakushikilia kwa yote. Jina la Yesu lipewe sifa. Mwathani arogoshwo. Toto Ngai agwetire ena gitumi. Mungu alikuita akiwa na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Hakukuita urukaruke hapa ama uibe ama utoage tu ushuhuda unakaa chini mwishowe tunaijua kama madhishi yako. Mungu amekuita ukiwa na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Kufichwa kwa Musa kulikuwa na sababu. Mungu aliona ule upendo wa huyu mama amependa huyu mtoto, akajua ya kwamba hata mimi nitampenda na nitamficha pamoja na huyu mama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Hata hakuna askari walikuwa nauliza ya kwamba Nekoberu kulikuwa na mimba ilienda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana katoto kalikuwa kamefichwa nako kanafichika. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ficha kile ambacho uko nacho. Bwana Yesu asifiwe. Na pia Bwana atakushikilia katika yote. Kwa Mungu atakushikilia katika hii majaribu ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaisha. Mwathani arogocwo. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia ya kwamba katika Kenya miaka 7 inakuwaga ya uchungu. Ati miaka ile takatagwo ya kurigereria mugwanja. Ati koragwo ya. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia sijui 1997 bila kulikuwa. Akaenda akaniambia 2007 bila kulikuwa. Akaniambia na sasa tunaingia 2027. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Akaanza kuniambia bile miaka 7 ya Kenya haikuwa gitamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nikamwambia ya kwamba kama Mungu aishie itakuwa tamu kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe uamini ya kwamba mwaka wa 2027 utakuwa mzuri kwako, au utakuwa mwaka mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kulitangazwa Kenya baada ya miaka 7 yenye imemalizia na shaba kuko na shida, hii mwaka yetu ya 2027 haitakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutakalia kile kisafina, naye Mungu atatushikilia katika nchi hii yetu katika jina la Yesu. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo usiogope. Bwana ni arogocwo. Bora tu uanze kuomba. Bora tu ufuatane na Mungu. Kama vile Miriamu alifuatana na kisafina, hata wewe fuata huyu Mungu. Usimuache wala usimsahau. Bwana Yesu asifiwe. Na umwambie ya kwamba ni bebe. Mwathani arogocwo. Kuwa hali arona neremereirwo Ngai. Mwathani Jesu arogocwo. Kile kisafina bahari iliwekwa haikusimama. Kilianza kuteremka. Kinyage kinye haria mwari wa muthamaki araimirira. Mwathani arogocwo. Na kisafina giaku Ngai arageikurukia. Kinye haria irathimo ciaku ciri. Mwathani arogocwo. Haijalishi itatoka upande wa kulia ama kushoto. Haijalishi ni 2027. Haijalishi ni mwaka gani. Lakini tunajua ya kwamba bahari Bwana anatupeleka bahari ambapo baraka zetu ziko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatutafika katikati kisafina chetu kikwambe. Bwana Yesu asifiwe. Kitateremka mpaka msaada wetu upatikane. Tukiwa wana Kenya tutateremka. Tutateremshwa hata kama ni hii mto. Tutatuteremsha mpaka bahari ambapo baraka zetu ziko. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo tusiwe na shaka sisi wana Kenya. Tuwe ngangare. Tusimame imara katika maombi. Tukijua ya kwamba kuna mmoja ambaye ametushikilia. Naye ni Yesu mwana wa Mungu. Hata kubali tutumbukie katika hii mashida. Bwana Yesu asifiwe. Atatupeleka mpaka bahari msaada wetu huko. Mwana ni arogocwo. Hata sio kura yako itakufanya upelekwe bahari msaada wako huko. Lakini neema ya Mungu ikikubeba, ikikuchukua, itakupeleka bahari ambapo msaada wako huko. Bwana Yesu asifiwe. Bahari msaada wa Musa ulikuwa katika mto. Kama angeendelea kupichwa na kufungwa sorote katika mdomo, hangepata
huo msaada. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati Mungu alimruhusu huyu mama kumweka katika safina na kumweka kwa maji, asijue ya kwamba huyu mtoto atatokezea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe katika ile mto kulikuwa na msaada wake. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe nataka nikwambie ya kwamba katika hii majaribu kuna msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama huu mto ni mkali, hata kama huu mto unataka kukumesa, lakini kuna msaada wako. Jina la Yesu lipewe sifa. Mwathani arogocwo. Msaada wetu utapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anaweza kutoa mtu hata bahali popote. Hata anaweza kutoa katika nyumba ya Ruto, na ili akuja akuwe msaada wako. Jina la Yesu lipewe sifa. Haijalishi wewe umesoma ama hujasoma, lakini msaada wako unaweza patikana bahali popote, kwa maana ni Mungu wa miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na tena ni Mungu wa maagano kwa watu wake. Jina la Yesu lipewe sifa. Siku hii ya leo msaada wetu hauwezi ukapatikana bahali pengine, bali utapatikana kwa Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Ukisoma katika Zaburi 121 kwanzia hapo moja, inasema ya kwamba nitazama macho yangu mbinguni, msaada wangu utatoka wapi? Huyo ni mtu anajiuliza swali. Torio leoria utaithio wako ukionekana nako. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wako utaonekana tu kwa Mungu wetu aliyeumba mbingu na dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile msaada wa Musa ulipatikana kwa Mungu, hivyo hata wewe msaada wako utapatikana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umelia siku ngapi, haujalishi hata kama uko katika hiyo mto, katika majaribu, haijalishi unalia kilio ya namna gani, lakini msaada wako ukaribu na wewe tu. Bwana Yesu asifiwe. Bora tu ukubali, ukilia katika, ulie katika roho, ulie katika kumuita Bwana, lakini msaada wako utapatikana. Mwathani arogocwo. Hata mama Musa hagefikiria ati mtoto wake anaweza kwenda kulelewa katika nyumba ambayo imetoa amri ya wauaji, ya kuua watoto. Hangekuweza kuamini. Kama ungemwambia, angesema ya kwamba Farao afichwe sana huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msaada wa Musa ulikuwa mikononi mwa binti Farao. Jina la Yesu lipewe sifa. Na wewe msaada wako siku hii ya leo uko katika mikononi mwa Mungu. Bora tu uendelee kumtafuta, bora tu uendelee kulia ukitazamia mbinguni, pahali ambapo msaada wako uko. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa maana hata watoto wako, msaada wako hautatoka katika kuwapa maneno ati wabadilike. Mwathani arogocwo. Aona wamba heshi uko ati nigetha magarũrũke. Hautaweza wewe, lakini msaada wako utapatikana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hao watoto kubadilika, msaada utatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jipe nguvu na uinuke katika maombi na kumulilia Bwana, ukijua ya kwamba yeye ndiye amebeba msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutoka pahali popote na ili akuje akusaidie. Na Mungu hujua haja ya moyo wako. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Musa alikuwa analia akiwa katika kile kikapu, yeye alikuwa kilia akitafuta mahali ambapo mwanadamu wako, ama pahali ambapo patiti iko. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akajua msaada wa Musa uko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wewe Bwana unapolia kwa ajili ya hicho kinakulilisha siku hii ya leo, Bwana anajua pahali ambapo msaada wako utapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kumuita Bwana, endelea kumulilia Mungu, endelea kumtazamia yeye. Yeye ndiye amebeba utajiri wako, yeye ndiye amebeba msaada wako. Hakuna pahali pengine utapata msaada ila kwa Mungu huyu wetu aliye mbinguni, aliyeumba mbingu na nchi. Ndipo tutapata msaada wetu katika jina la Yesu Kristo. Msaada wetu hautapatikana kwa kunugunika, bali msaada wetu utapatikana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumtazamie huyu Mungu na tuzidi kuendelea katika maombi. Tuzidi kuombea hata taifa, tuzidi kujiombea, tuzidi kuombea hata watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuzidi hata kuombea hata vijana wetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
kwa maana msaada wetu mikononi mwa Mungu. Jina la Yesu lipewe sifa. Yeye ndiye amebeba safina inaitwa Kenya, na anaiteremusha na ataipeleka bahari ambapo msaada wake iko. Bwana Yesu asifiwe. Ni amebeba msaada wa vijana wa kanisa hili, na ameteremuka na hicho kisafina wa vijana, limejaa vijana, na atawapeleka bahari msaada wao huko. Amebeba hata wamama, hicho kisafina kimebeba wamama, na atawateremusha mpaka mahali msaada wao huko. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa wazee, Bwana Yesu asifiwe, anabeba, ameshikilia hicho kisafina. Mwathani arogosho kariga na monete mathina macio we wonete no thaici mewondi iti makinywa dawa. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna kadawa kengine kanaitwa Aragati, ukikunywa ukiwa nomo ni siku karibu 3, unakunya hapo, unakojoa hapo, umelala ujielewi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwendo wa simu ni 24 ama 12 hours. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe umepata ngapi? Ni majaribu mangapi umepata? Na tule woya matagari uporoke. Bwana Yesu asifiwe. Si ni neema ya Mungu imetubeba, si ni neema ya Mungu imetuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Hata saa hii hatutashikwa na wasimu. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ambacho kimefika na mahali ambapo umefika, mkono wa Bwana umekushikilia hivi. Hautaokota makaratasi ati umeshikwa na wasimu. Hautakunywa dawa za pressure ati kwa sababu umeshikwa na high blood pressure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atakubeba katika ile hali mpaka akufikishe pahali ambapo msaada wako uko. Jina la Yesu lipewe sifa. Tuweze kusimama kwa miguu yetu, na ili tuweze kushukuru Bwana. Tushukuru Roho Mtakatifu, kwa maana yeye ni msaada wa karibu nasi. Yeye ndio kimbilio letu, yeye ndio tumaini letu katika kila hali na kwa kila jambo. Na pahali ambapo tumebebwa, tunasukumwa na mashida, kuna msaada mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna msaada mbele. Jina la Yesu lipewe sifa. Ndio hapo umekanyanga ndio pako na shida, hiyo nyumba umekaa ndio iko na shida, lakini msaada wetu uko mbele, huko katika siri ya Mungu. Na ukitafuta Mungu utapata kufichuliwa hiyo siri pahali ambapo msaada wako uko. Mwathani ya rogosho ni tondu ni agurageria thiri aliothe mamwendete na aliothe mamusharakia. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao humtafuta kwa bidii, yeye hupichua siri hata ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hicho kimebubeba, kuna siku kitakuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba binti Farao akachukua nani? Musa. Hakuchukua kisafina. Neno la Mungu lijasema alichukua kisafina. Kisafina ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kisafina kiwe iketio re. Mwathani atwa woko hano kiongetigo hau. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wako wakati utafika, utatoka katika hicho kisafina cha mashida, na utoke katika huo mto wa kuteremsha katika mashida, na utoke nje. Bwana Yesu asifiwe. Na ni wakati wetu wa kututoke ndani ya sabina ya mashida katika jina la Yesu Kristo. Ingawaje ilionekana kama ni ya kuokoa Musa, lakini ukitazama pahali ilienda kuweko, iliwekwa na ili mushikilie katika shida aende kwenye ataenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati binti Farao alifika mahali pale, alichukua Musa. Mwathani arogosho kiria Ngai enapata nakio ni ngoro yako. Mwathani arogosho kiria Ngai enapata nakio niwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiria Ngai enapata nakio ni ciana ciaku. Kiria Ngai enapata nakio ni athuri anyu. Kiria Ngai enapata nakio ni atumia anyu. Kiria Ngai enapata nakio ni bũrũri ũyũ. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiki kisafina lazima tutatoka katika jina la Yesu Kristo, na msaada wetu utapatikana. Mwathani arogosho eke negia gututwara haria irathimo citu ciri. Mwathani arogosho, ambia mwenzako hii safina ni ya kunipeleka pahali msaada wangu ukutiteka kinye. Mwathani arogosho gutiramakania kisafina giki kiratitikira weru riko kana roero riko kana ruo ruriko, lakini kiratiteka kinye haria kirathimo giakwa kiri thiini wa ritwa ria Jesu.
tuweze kuinua mikono yetu, tuambie Bwana ni asante. Ni asante hata kwa neno lako Jehova. Fungua mdomo uambie Bwana,